Uniqueness Elisha na hii ni The Uniqueness Show kutoka hapa Ringo TV. Kipindi hiki kinakuletea vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikakufanya wewe kuwa wa tofauti na wa kipekee katika shughuli zako za kila siku, hasa swala zima la biashara. Cha muhimu cha kufanya ni wewe kusubscribe YouTube channel yetu ya Ringo TV na kutuandikia maoni yako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, yani Instagram, Facebook pamoja na Twitter @RingoTV_TV. Utakutana na vipindi vizuri ambavyo vitakuwezesha wewe kufika pale ambapo unatamani kufika kibiashara. Kumbuka tu kwamba kipindi hiki kinakujia kwa udhamini mkubwa wa kampuni ya You Can Be Rich ambao wanashughulika na kutoa ushauri kwa wafanyabiashara na wajasiriamali mbalimbali. Hivyo wewe kama mfanyabiashara mwenye ndoto ya kufika mbali, hii ni sehemu mwafaka kabisa ya wewe kutembelea ili uweze kupata ushauri wa namna ya kufanya biashara yako, na pia wanatoa training mbalimbali kwa wafanyabiashara na wajasiriamali. Na wanapatikana Makumbusho jijini Dar es Salaam katika jengo la LAPF mkabala na kijiji cha Makumbusho. Lakini pia zipo CD zenye mafundisho mbalimbali ambapo kuna CD 2 zipo zinazoelezea tabia 7 za matajiri. Bila shaka kila mtu anatamani kuwa tajiri na kuwazidi hata baadhi ya watu ambao wamefanikiwa kimaisha duniani. Na pia kuna CD ambazo zinaelezea mtiririko wa malipo katika biashara. Na CD hizo unaweza kuzipata kupitia namba ambazo zinapita chini ya screen yako. Ni CD ambazo zitakuwezesha wewe kujifunza mengi kupitia kwa watu ambao wamefanikiwa na kusaidia kufikia malengo yako na kuweza kuwazidi hata wale ambao wamefika mbali kimaisha. Na leo ndani ya The Uniqueness Show tutatazama tofauti zilizopo katika bidhaa za viwandani na bidhaa asilia. Hivyo ni twende sambamba mpaka mwisho wa kipindi hiki uweze kujionea tofauti zilizopo katika bidhaa hizi. Na nikujuze tu kwamba unaposikia neno kiwanda unaelewa kitu gani. Labda nikujuze kwa ufupi. Kiwanda ni sehemu ambapo bidhaa mbalimbali hutengenezwa, na katika kiwanda kunakuwa na mashine za aina mbalimbali ambapo zinawezesha uzalishaji wa bidhaa hizo kutekelezwa kwa wepesi. Na kuna viwanda vinavyozalisha bidhaa za vyakula, vinywaji, nguo, furnitures na bidhaa zingine mbalimbali ambazo zinapitia katika viwanda hivi. Na ueneaji wa viwanda ulianza rasmi katika karne ya 19 wakati wa mapinduzi ya viwanda, na viwanda vilisambaa hasa katika karne ya 19 wakati wa mapinduzi ya viwanda ambako uzalishaji wa bidhaa ulihamishwa kutoka karakana za mafundi kwenda taasisi kubwa ambapo mashine pamoja na mpangilio wa kazi viliongezewa tija ya uzalishaji. Kuenea kwa viwanda kulisababisha mabadiliko makubwa katika jamii za dunia ambapo mafundi weledi wengi walipoteza nafasi zao kwa sababu bidhaa zilitengenezwa sasa kwa bei nafuu na katika muda mfupi. Tunajua kwamba viwanda vinarahisisha kutengeneza bidhaa nyingi kwa wakati mfupi, tofauti na kutengeneza kwa kutumia njia za asili, kwa mfano kutumia mikono, inachukua muda mrefu. Kwa hivyo ujio wa viwanda katika karne hii ya 19 tunaona kwamba iliwarahisishia hawa mafundi kutengeneza vitu vingi kwa muda mfupi na pia kuongeza thamani katika bidhaa zao na kuongeza pia unafuu katika uzalishaji. Mara nyingi pia zilikuwa zinazalishwa kwa ubora mkubwa kuliko jinsi ambavyo mafundi waliweza kuzitoa kwa kazi zao za mikono. Huu ni tofauti mkubwa ambao tunauona katika ujio wa viwanda hasa katika karne ya 19 ambapo viwanda hivi vilianza kuenea rasmi duniani. Na zipo nchi nyingi ambazo zinaongoza kwa uzalishaji wa bidhaa tofauti katika viwanda. Na zipo nchi nyingi zenye viwanda vingi duniani, na China imetajwa kuwa nchi inayoongoza kwa kuwa na viwanda vingi, lakini pia nchi ya Japani inaongoza kwa kuzalisha magari kwa wingi kuliko nchi nyingine yoyote duniani. Tunaona tofauti ya nchi hizi mbili kwamba China inaongoza kwa kuwa na viwanda vingi mchanganyiko wa kuzalisha bidhaa za vyakula, bidhaa za aina mbalimbali. Lakini kwa upande wa magari ni nchi ya Japani ndio inayoongoza. Pamoja na hayo yote, ifahamike kwamba viwanda husaidia sana kuboresha uchumi wa taifa. Hivyo ni muhimu kwa kila taifa kuweza kuzingatia kwamba viwanda ni sehemu mojawapo ya kukuza kipato cha taifa.
na inasaidia pia kupata fedha za kigeni na kuongeza ajira. Kama tunavyofahamu, kuna ongezeko kubwa la vijana wengi ambao wanakosa ajira, na hii ni kutokana na kuwa na uchache wa viwanda hasa katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini kukiwa na ongezeko kubwa la viwanda itasaidia kupunguza changamoto ambayo wanakutana nayo watu wengi ya kukosa ajira, kwa sababu viwanda ni fursa pekee ya kutoa ajira. Lakini pia kwa tofauti wa bidhaa asilia, tunaweza tukatazama pia kwamba bidhaa hizi asilia zinasaidia pia kupata kipato cha kila siku, tofauti na mtu ambaye anaweza akakaa bila kuwa na kazi yoyote, kwa sababu bidhaa asilia hazihitaji wewe kuwa na mashine au kutumia pesa nyingi katika kuzalisha bidhaa zako. Unahitaji kutumia akili, nguvu zako na muda wako kuweza kutengeneza bidhaa hizi za asili. Na tunaweza tukatazama aina za bidhaa za asili. Bidhaa za asili zipo madawa mbalimbali. Kama tunavyojua, kuna madawa ya mitishamba ya aina mbalimbali ambayo kwa sasa hivi yanapatikana sehemu mbalimbali na yanatengenezwa kutokana na mimea ambayo inapatikana sehemu mbalimbali katika nchi ya Tanzania na hata nchi zingine za nje. Kama tunavyoona, kuna makampuni makubwa sasa hivi ambayo wanauza bidhaa hasa za vyakula vinavyotokana na bidhaa na mimea ya asili, na kuna makampuni na taasisi mbalimbali ambazo wanauza bidhaa zinazotokana na mimea asilia, na kampuni hizo ni kama Oriflame na Edmark, na kampuni hizi zinauza products au bidhaa ambazo zinatokana na mimea asilia ambazo zinatumika kama chakula na pia zinatumika kama dawa kwa maradhi mbalimbali ambayo yanawapata binadamu. Na bidhaa hizi asilia pia zipo za binadamu lakini pia za wanyama. Kwa mfano, katika swala zima la ufugaji na ukulima pia unahitaji katika ukulima kunahitaji kuwa na madawa ya kuwezesha mimea yako kukua vizuri, na dawa hizi unaweza ukazipata za viwandani au za asilia. Lakini tunaweza tukatazama zipi bora ambazo zitawezesha mmea wako kukua vizuri, na mara nyingi unashauriwa kutumia bidhaa asilia kwa sababu zinakuwa hazina kemikali yoyote ile ambayo inaweza kusababisha mmea wako kutokukua. Hivyo kwa mkulima unaweza kutumia bidhaa za asili kama mbolea zinazotokana na wanyama mbalimbali. Lakini pia hiyo ni tofauti ambayo tunaona kati ya bidhaa za asili na bidhaa za viwandani. Tunaona kwamba wengi wanashauriwa kutumia bidhaa asilia kuliko bidhaa za viwandani kutokana na kemikali ambazo zinakuwepo katika products zinazotoka viwandani. Hivyo wewe ambaye ni mmiliki wa kiwanda au unazalisha chochote kile kutoka kiwandani, unahitajika upunguze kemikali ambazo unakuwa unazitumia katika kuzalisha bidhaa zako, ili kumwezesha kila mtu kutumia product yako bila kupata madhara yoyote, iwe katika mifugo au katika mimea mbalimbali. Lakini hata kwa binadamu tunaona pia dawa za binadamu zinapitia viwandani, na dawa hizi zinaweza zikawa na athari, lakini zinaweza zikaponya baadhi ya matatizo. Lakini baada ya kuponya inaweza ikapelekea baadaye kupata matatizo kutokana na ushauri wa madaktari mbalimbali. Hivyo wengi hushauriwa kutumia hata dawa za asilia. Hii ni kutokana tu na kemikali ambazo zinakuwa zinatumika katika bidhaa za viwandani. Hii ni fursa kwenu watu wa viwandani kuweza kufikiria ni namna gani muweze kuondokana na changamoto hii ya kutumia kemikali na kutumia kitu kingine katika product zenu, ili kumwezesha kila mtu kutumia product yenu pasipo kupata madhara ya aina yoyote. Na kuna tofauti nyingi sana kati ya bidhaa hizi za viwandani na bidhaa asilia. Tuende break fupi, tukirejea tutaendelea kutazama tofauti nyingine nyingi ambazo zitakuwezesha wewe kama mfanyabiashara kuweza kutambua kutokana na tofauti hizi kipi ambacho unaweza ukakifanya ili kuweza kuikuza biashara yako na kufanya kuwa wa kipekee zaidi. Karibu sana ndani ya The Uniqueness Show kutoka hapa Ringo TV. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, haujachelewa sana. Nikukumbushe tu kwamba leo tunatazama bidhaa za viwandani na bidhaa asilia. Na hapa tunatazama tofauti kati ya bidhaa hizi mbili.
na tumeweza kuona tofauti mbalimbali, ambapo tumeona kwamba bidhaa za viwandani zinakuwa na kemikali nyingi ambazo zinakuwa ni changamoto kubwa kwa watumiaji kuweza kutumia bidhaa zao, kwa sababu zinakuwa zina athari katika afya zao, hasa ukiangalia upande wa binadamu, lakini pia katika mimea na hata mifugo. Product yote inayopitia kiwandani kishawekwa kemikali inakuwa na matokeo chanya na hasi. Na tumeweza kuona kipi ambacho huyu wa kiwandani anaweza kuboresha zaidi, ni kupunguza, kutafuta namna ya kupunguza kutumia kemikali zaidi, ili kumwezesha kila mtu kuweza kutumia bidhaa zake na yeye aweze kufanikiwa katika biashara yake hiyo ya kuzalisha bidhaa kutumia viwanda. Na tunaweza tukajionea pia tofauti nyingine ambayo inapatikana katika bidhaa hizi za aina mbili. Na kuna tofauti kati ya bidhaa asilia na bidhaa za viwandani. Bidhaa za viwandani zinakuwa zina hati miliki, tofauti na bidhaa asilia ambapo mtu anaweza kukaa nyumbani kwake akazalisha labda bidhaa za urembo na kupaki vizuri, lakini kilichokosekana hapo ni hati miliki. Tofauti na viwandani ambapo wanakuwa wana haki miliki kabisa ya bidhaa yao, ambapo in case kwamba mtu ametumia na akapata madhara makubwa, anaweza kwenda kushitaki kutokana na kuwa na ubora ambao sio sahihi, ama kutumia kitu ambacho kimemletea madhara katika afya yake. Huo ni utofauti ambao upo katika bidhaa hizi. Hivyo wewe kama mzalishaji wa bidhaa za asilia, ni muhimu basi na wewe ukaweza kusajili huduma yako na kupata hati miliki. Na utofauti mwingine uliopo ni kwamba bidhaa za viwandani zinakuwa zimethibitishwa na, kama ni bidhaa za vyakula, zimethibitishwa na mamlaka ya chakula na dawa TFDA. Tofauti na bidhaa asilia, mara nyingi sana wazalishaji wanakuwa hawajajisajili wala hawajathibitishwa, bidhaa zao zinakuwa hazijathibitishwa na mamlaka hii ya chakula na dawa. Kwa inampelekea pia yule mtumiaji kuwa na wasiwasi wa kutumia bidhaa yake. Ili kuondoa huo tofauti na kuikuza biashara yako, wewe ambaye unafanya biashara ya kuuza bidhaa za asilia, ni muhimu basi ukaweza kusajiliwa na kutambulika na mamlaka hii, na kukuwezesha biashara yako kukua zaidi na kujulikana zaidi, na kukuwezesha kufika pale ambapo unatarajia kufika kwa kupitia biashara ya bidhaa asilia. Hiyo ni tofauti ambayo pia ipo katika bidhaa hizi za aina mbili. Tofauti nyingine iliyopo kati ya bidhaa hizi za aina mbili ni kwamba bidhaa za viwandani zinaweza zikakaa kwa muda mrefu, tofauti na bidhaa asilia. Hivyo kutokana na changamoto hii ya kutokuweza kukaa kwa muda mrefu kwa bidhaa za asilia, zinawapelekea watu wengi sana kukimbia kununua bidhaa za viwandani. Kwa mfano, bidhaa za vyakula vingi unaweza kuvinunua vikiwa vimepitia viwandani, vinakuwa vinakaa muda mrefu. Mtu ananunua, unakuta anaviweka katika friji ama freezer, lakini ukinunua bidhaa asilia zinakuwa hazina ule uwezo wa kumudu zaidi. Ndio maana watu wengi wanatumia bidhaa za viwandani na sio bidhaa asilia. Hivyo kutokana na changamoto hii, ni kwako wewe mfanyabiashara wa bidhaa asilia kuweza kubuni namna ambavyo unaweza ukaifanya biashara hii kuwa ya tofauti, kwa kuweza kuifanya hiyo bidhaa yako ikakaa kwa muda mrefu isiharibike, kwa kuhifadhi pia kutumia njia asilia. Kwa sababu tukiangalia kabla ya karne ya 19 ambapo ndio ueneaji wa viwanda ulianza rasmi, huko nyuma mababu zetu, mabibi zetu walikuwa wanatumia njia za asili na bidhaa zao zilikuwa haziharibiki. Tujiulize, ni njia gani hizo ambazo walikuwa wanazitumia zinapelekea wao bidhaa ambazo wanatumia zisiharibike, tukaanza kuzitumia sasa hivi kwa kulinda afya zetu na kuthamini afya ya mteja wako katika biashara unayofanya. Hiyo ni tofauti ambayo unaweza ukaitumia wewe mfanya biashara ambaye unafanya biashara ya bidhaa za asili. Lakini pia kwa unayefanya biashara kutumia bidhaa za viwandani, ni kupunguza kile ambacho unaona kinaleta madhara kwa watumiaji, ambacho kinasababisha bidhaa yako ikakaa muda mrefu, ili kuithamini pia na kuilinda afya ya mlaji. Usiangalie tu kupata pesa, bali angalia kwamba yule mtumiaji ataweza kurudi tena kesho, au ndio utakuwa mwisho wake. Kwa kuzingatia haya yote, wewe uliyemfanya biashara wa bidhaa za viwandani na bidhaa asilia, utaweza kufanikiwa sana katika biashara yako na kufika pale ambapo unatamani kufika, kwa kutumia njia za tofauti
tofauti na za kipekee zaidi katika kufanya biashara yako kwa kuongeza ama kufanya marekebisho kutokana na hayo ambayo nimekuambia. Kama ni changamoto, tumia kama fursa wewe ya kutafuta ufumbuzi wa changamoto hiyo, kuweza kumfanya huyo mteja akarudi tena kesho na kesho kutwa kuja kununua bidhaa yako, kwa sababu ana uhakika kwamba akitumia bidhaa yako hawezi akapata tatizo lolote la kiafya. Na sasa moja kwa moja tukatazame maoni ya watu mbalimbali kuhusiana na bidhaa asilia na bidhaa za viwandani. Kwanza mimi nianze kushauri alafu ndio je mtu tofauti kwamba mimi kwanza napenda mtu atumie chakula au kinachotokana na mazao ya asili ambayo tunalima sisi kwa mikono yetu kutumia vile vitu viwandani. Hiyo ni pia kiasi. Nikija kutoa tofauti wangu talenga zaidi kiasi kwamba mazao yetu ya asili yanakuwa yanasababisha kuna vikundi tofauti na viwandani. Sababu ya viwandani kwanza yana gharama kubwa katika kutengeneza, na pia katika zile gharama wanatumia kemikali ambazo kusindikaji ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Kuna aina ya viazi ambavyo vinatoka Brazil vinakuja kwetu ambao vimesha kwa tayari kwa package. Kile kiazi unaweza kukuta manufacture yake imetengenezwa 2013 lakini unakuja kutumia 2017. Lakini tofauti na kiazi ambacho tumelimwa kwa hilo wiki hii leo unakipata Dar es Salaam. Unajua hata katika afya inakuwa ni nzuri zaidi kuliko ambayo yani chakula ambacho ni cha asili. Kwa upande mwingine tunaweza kusema kwa mazao ya asili pia hayana gharama kubwa, kwamba yana minimize cost. Ukinunua debe moja la viazi katika hilo utaziwa kwa shilingi 12, lakini utanunua viazi ambavyo vimekuwa package kutoka Brazil ambao hafika debe moja almost itakuwa ni 1 kg, lakini utanunua kwa shilingi 25. Umeona pia. Mimi nashauri watu watumie mazao ya asili bora zaidi kwa afya. Utofauti upo mkubwa katika hizi maandazi ya asili pamoja na mikate. Maandazi ya asili japokuwa sio kuuza, lakini tofauti upo mkubwa kutokana hapo tulipo karibu, lakini kutokana mikate yangu inatoka zaidi kwetu kwa sababu asubuhi nadhani katika zaidi ya mara 3 au mara 4. Katika kudumu hivi na muda mfupi sana tofauti na vile vya asili. Tofauti yake yani hivi azidi zaidi ya siku 3, unaona. Mezika ikaishia mikate ni siku nyingine siku mbili, watu kusema kama jana achukue labda wengine wengi watakaelewa, lakini siku 2-3 achukue. Lakini kama wale maandazi inawezekana mtu ya asili anaweza hata kesho kurudia moto, mtu ajui aweza kujua kama ya leo au ya jana. Na hayo ni baadhi ya maoni kuhusiana na bidhaa za viwandani pamoja na bidhaa asilia. Naamini umeweza kujifunza mengi na kujionea tofauti mbalimbali zilizopo katika bidhaa hizi za aina mbili. Ni cha muhimu cha kuzingatia siku zote katika biashara yako. Zingatia kuzalisha kitu kilicho bora kwa kuithamini na kulinda afya ya mteja wako. Usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Ringo TV na kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter @RingoTV_TV. Mimi naitwa Lightness Elisha. Tukutane tena wakati mwingine hapa Ringo TV ndani ya The Uniqueness Show. Tunasema Ringo TV, grow rich.